Kamari ni gambling. Gambling ni bahati nasibu, ni biashara ambayo mtu anafanya hajui matokeo. Unapata au unakosa, unashinda au unashindwa. Leo kuna mashirika mengi, kuna makampuni ambayo yametengenezwa kwa lengo mahsus la kufanya biashara ya maisir, biashara ya kamari. Kamari imeingizwa katika michezo ya mipira. Timu mbili za mipira zinacheza, watu wanaingia katika kamari. Nani anaweza kupredikti timu gani inashinda ili ushinde pesa? Sasa unaweka pesa zako pale, hivi ni nyingi au kidogo? Vijana wetu wa Kiislamu wanaweka shilingi, wale walio na pesa wengine wanaweka 100,000 na 1,000,000, akitaraji kuwin ili apate 1,000, akitaraji outcome kwamba atawin. Hana hakika. Kamari, mlango wa kamari ni mlango mwingine wa pili mkubwa sana wa haramu, kwa sababu ni biashara ambayo hujui matokeo yake yanakuwa vipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika biashara ambazo ameharamisha biashara ya gharar, na biashara ya gharar ni biashara ambayo hatujui matokeo yake itakuwa vipi, tunabahatisha. Kwa hiyo biashara yote ambayo Muislamu anaifanya ya kubahatisha, biashara ambayo outcome yake hatujui, biashara ambayo hatujui details ya ile biashara imekaaje, hiyo ni biashara ya haramu.